Israeli walikuwa chini ya utumwa wa Wafilisti kwa miaka 40. Hapakuwa na mfalme, hapakuwa na mkuu, hapakuwa na matumaini. Lakini katika kimya hiki cha uchungu, Mungu alikuwa akiandaa kitu kisichoweza kuaminika. Mwanamke mmoja aliyekuwa tasa, ambaye hakuweza kupata mtoto, alikuwa karibu kupokea ujumbe ambao utabadilisha historia ya Israeli milele. Ni nini kilichotokea wakati malaika aliposhuka na kuzungumza naye? Na kwa nini Biblia haijaitutajia jina la mama wa Samsoni? Leo tunachunguza siri za kuzaliwa kwa mtu mmoja wa wenye nguvu zaidi katika historia ya Israeli, Samsoni. Katika Wahakimu sura ya 13, tunaona jinsi Mungu anavyojibu maombi ya watu wake katika njia ambazo haziwezi kutarajiwa. Mwanamke huyu tasa hakujua kwamba alikuwa karibu kuwa mama wa mkombozi. Manoa mume wake hakujua kwamba nyumba yake ingekuwa mahali pa kuzaliwa kwa mtu wa Mungu. Lakini Mungu alijua. Yeye daima anajua. Na yeye daima ana mpango. Wahakimu 13:2-5 inasema, kulikuwa na mtu mmoja wa Sora wa kabila la Dani, jina lake Manoa. Mke wake alikuwa tasa, hakuzaa. Malaika wa Bwana akamtokea yule mwanamke akamwambia, tazama, wewe ni tasa, hukuzaa, lakini utapata mimba, utamzaa mwana. Basi sasa jihadhari, usinywe divai wala kinywaji kikali wala kula kitu chochote kichafu. Maana utapata mimba, utamzaa mwana, na nyembe haitapitia juu ya kichwa chake, kwa maana mtoto huyo atakuwa mnaziri wa Mungu tangu tumboni, naye ataanza kuwaokoa Israeli mikononi mwa Wafilisti. Siku nyingine malaika alirudi tena. Mwanamke alienda kumwita mume wake Manoa haraka. Yule mtu aliyekuja kwangu siku ile amerudi. Manoa alimfuata mke wake na kumwomba malaika, tafadhali tufundishe jinsi tutakavyomlea mtoto huyu. Malaika akasema, acha mke wako afuate maagizo yote niliyompa. Kisha Manoa akasema, tukae kidogo, tukuandalie mbuzi mdogo. Lakini malaika akasema, hata ukinikaa sitakula chakula chako. Ikiwa unataka kutoa sadaka ya kuteketezwa, mtolee Bwana. Manoa hakujua kuwa alikuwa ni malaika wa Bwana. Kuna mambo mengi tunayokosa katika hadithi hii. Kwanza, mwanamke wa Manoa hatajwi jina lake popote katika Biblia. Yeye ni mwanamke tasa tu. Hii si kwa sababu alikuwa mdogo, bali ni kwa sababu Mungu anataka tuone jinsi anavyoweza kutumia watu ambao ulimwengu hauwafikiri kuwa na maana. Pili, malaika alijibu haraka zaidi kwa mwanamke kuliko kwa Manoa. Wakati mwanamke alipomwomba Mungu arudie, malaika alirudi mara moja. Lakini wakati Manoa alipomuuliza maswali, malaika alimjibu kwa uvumilivu, lakini hakuongeza habari nyingi. Hii inatuonyesha kwamba Mungu anataka tuamini kwa imani, si kwa kutafuta uthibitisho mwingi. Jambo la tatu, malaika alimwambia mwanamke asinywe divai wala ale kitu chochote kichafu. Maagizo haya yalikuwa ya Wanaziri ambao walijitoa kabisa kwa Mungu. Hii inamaanisha kwamba si Samsoni peke yake aliyekuwa mnaziri, mama yake pia alilazimika kuwa mnaziri wakati wa ujauzito wake. Mungu alihitaji mama aliye safi ili azae mtoto aliye takatifu. Jambo la nne linalostaajabisha, malaika hakuambia Manoa na mke wake jina la mtoto. Walijua tu kwamba atakuwa mnaziri na atakuwa mkombozi. Lakini jina Samsoni lina maana ya jua langu, jina ambalo linaweza kumaanisha kwamba atakuwa nuru katika giza la Israeli. Katika hadithi hii tunaona mabadiliko makubwa ya kiroho. Kwanza, kutoka kwenye utumwa hadi tumaini la ukombozi. Israeli walikuwa chini ya Wafilisti kwa miaka 40, kizazi kizima kilikuwa kikiwa na utumwa. Lakini Mungu hakuwasahau. Yeye alikuwa akiandaa ukombozi katika njia ambayo hakuna mtu aliyeitarajia. Badala ya kutuma jeshi, alituma mtoto mmoja. Badala ya kutuma mtu mzima, alianza kwa mwanamke tasa. Pili, kutoka kwenye kuwa tasa hadi kuwa mama wa mkombozi. Mwanamke huyu alikuwa akiishi na aibu ya kutokuwa na watoto. Katika utamaduni wa Kiebrania, mwanamke tasa alionekana kama aliyelaaniwa na Mungu. Lakini Mungu alimchagua yeye, mwanamke aliyeonekana kama aliyeshindwa, kuwa mama wa mtu ambaye atakuwa na nguvu za ajabu. Hii inatuonyesha jinsi Mungu anavyoweza kutumia udhaifu wetu kwa utukufu wake. Jambo la tatu, kutoka kwenye kimya cha Mungu hadi ufunuo wa malaika. Kwa miaka mingi ilionekana kama Mungu amekuwa kimya. Hakuna manabii, hakuna malaika, hakuna miujiza. Lakini ghafla malaika anashuka na kuzungumza na mwanamke tasa.
Mungu hakuwa kimya, alikuwa akingoja wakati wake mzuri. Yeye hutenda wakati uliokamilika, si wakati tunaotaka. Wanyamapori wa msituni waliona maajabu haya yaliyotokea. Walikuwa mashahidi wa jinsi Mungu alivyotenda kwa mwanamke aliyekuwa tasa. Nimeona malaika wengi wakishuka kutoka mbinguni, lakini huyu alikuwa tofauti. Alikuwa na ujumbe wa matumaini kwa watu ambao walikuwa wamepoteza matumaini yote. Mwanamke huyu alikuwa akilia kwa miaka mingi kwa sababu ya kutokuwa na watoto. Sasa anaongea na malaika. Mungu amemwona machozi yake yote. Ni ajabu jinsi binadamu walivyopewa baraka kubwa ya kuzaa watoto wengine wao, lakini mara nyingi hawajui thamani ya karama hii. Mwanamke huyu amejifunza kuthamini karama ya uzazi. Nitamtazama mtoto huyu akikua. Ninajua kwamba Mungu ameandaa kitu kikubwa kupitia kwake. Lakini je, atakuwa mwaminifu kwa ahadi za Mungu? Natumai kwamba wazazi wake watamfundisha kuwa heshima kwa Mungu. Nguvu bila hekima ni hatari sana. Hadithi ya kuzaliwa kwa Samsoni inatufundisha mambo mengi muhimu kwa maisha yetu ya leo. Kwanza, Mungu anaweza kutumia hali zetu za kukosa kwa ajili ya utukufu wake. Mwanamke wa Manoa alikuwa tasa, hali ambayo ilionekana kama balaa. Lakini Mungu aliitumia hali hii ya ushindani kumwandalia kazi kubwa. Unaweza kuwa unafikiri kwamba hali yako ya sasa, ikiwa ni ugonjwa, umaskini au changamoto nyingine, inamaanisha kwamba Mungu amekusahau. Lakini labda Mungu anakuleleka mahali ambapo utamtumikia kwa njia ya kipekee. Pili, tuombe kwa uongozi wa Mungu katika malezi ya watoto. Manoa na mke wake waliomba malaika awafundishe jinsi ya kulea mtoto wao. Hawakufikiria kwamba wanajua kila kitu. Walihitaji mshauri wa kimungu. Ikiwa una watoto au unapanga kuwa na watoto, omba Mungu akupe hekima ya kuwalea katika njia yake. Watoto si mali zetu, ni hazina za Mungu zilizotupwa amanani mwetu kwa muda. Jambo la tatu, tuamini katika ahadi za Mungu hata zikiwa ngumu kuamini. Malaika alimwambia mwanamke tasa kwamba atapata mtoto. Hii ilikuwa vigumu kuamini kwa akili, lakini alidhibiti. Sisi pia tunaomba mambo ambayo yanaonekana kuwa hayawezekani: uponyaji, ukombozi, mabadiliko ya familia. Tunaamini kwamba Mungu wa Samsoni ni Mungu wetu pia. Yeye bado anatenda maajabu. Tuombe pamoja. Baba wa mbinguni, tunakushukuru kwa sababu hautumii tu watu wenye nguvu na maarufu. Unatutumia sisi ambao mara nyingi tunaona kuwa hatujakamilika. Kama mwanamke wa Manoa, tunaweza kuwa na hali ambazo zinaonekana kama vigumu, lakini wewe unaweza kuzitumia kwa utukufu wako. Tuombe ututunze watoto wetu katika njia zako. Tupe hekima ya kuwalea katika uchaji wa Bwana. Tusaidie kuamini ahadi zako hata zikiwa ngumu kuamini. Tuongeze imani yetu ili tuweze kuona mikono yako ikitenda katika maisha yetu. Tuombe kwa ajili ya wazazi wote ambao wanahangaika kuzaa watoto, uwape matumaini na uvumilivu. Tuombe kwa ajili ya watoto ambao wamezaliwa katika mazingira magumu, uwatumie kwa utukufu wako. Kwa jina la Yesu tunaomba, amina. Katika kipindi kijacho, tutaona jinsi Samsoni alivyokuwa na kuanza kuonyesha nguvu za ajabu. Lakini pia tutaona jinsi alivyoanza kupotea katika njia za dhambi. Fuatilia Genesis hadi Ufunuo ili ujifunze zaidi kuhusu mpango wa Mungu wa ukombozi. Jiandikishe kwa maudhui zaidi ya kusoma Biblia.